Kuna nyakati katika maisha ambapo mtu hujikuta akiishi ndoto za wengine huku akizika ndoto zake mwenyewe. Wengi waliponiona walidhani kwamba nilikuwa ni msichana mwenye kila sababu ya kutabasamu. Nilikuwa ni msichana mrembo, mwenye heshima, mwenye nidhamu na msichana mwenye upendo kwa kila mtu. Wakubwa walinipenda kwa adabu yangu, wadogo walinipenda kwa ukarimu wangu, na jamii ilinihesabu kuwa mfano wa kuigwa miongoni mwa mabinti wa rika langu. Jina langu mimi ni Vanessa. Sikuwahi hata siku moja kufikiria kwamba siku moja ningekuwa mhusika mkuu wa simulizi iliyojaa maumivu, maamuzi magumu, mapenzi, usaliti wa hisia na kifungo ambacho sikuwahi kukichagua mwenyewe. Watu wengi waamini kwamba ndoa ni mwanzo wa furaha, lakini kwangu ndoa ilikuwa mwanzo wa safari ndefu iliyonifundisha kwamba moyo wa mwanadamu hauwezi kulazimishwa kupenda. Kabla sijawa mke wa mtu, nilikuwa binti wa kawaida. Nilielelewa katika familia yenye misingi ya heshima, maadili na utii. Vanessa mimi nilijitahidi kuishi maisha ambayo yangewafanya wazazi wangu wajivunie kuniona nikikua. Sikujua kwamba siku moja utii huo huo ungekuwa sababu ya kuingia katika maisha ambayo yangebadili hatima yangu milele. Hii ni simulizi yangu, simulizi ya kifungo cha ndoa. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusachi Chemchem ya Simulizi. Anayetuelezea kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Vanessa. Kuna mambo mengi ambayo yamejificha katika simulizi hii. Kuna mambo mengi ya kujifunza katika simulizi hii. Hii ni simulizi yenye kisa cha kweli. Andamana nami mwanzo hadi mwisho, huenda kuna kitu ambacho utajifunza katika simulizi hii. Basi tuendelee na simulizi yetu. Vanessa anaanza kutuambia. Vanessa anasema mimi nafahamika kwa jina la Vanessa. Nilizaliwa na kukulia katika mkoa wa Ruvuma, ndani ya familia iliyoheshimika na yenye uwezo mzuri wa maisha. Baba yangu Mzee Yusufu alikuwa mfanyabiashara maarufu katika eneo letu, huku mama yangu Sada akiwa mama wa nyumbani aliyekuwa mstari wa mbele kuhakikisha familia yetu inaishi katika maadili mema. Familia yetu tuliishi maisha ambayo watu wengi walitamani kuyaishi, lakini wazazi wangu walitufundisha kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa mali alizonazo, la hasha, bali kwa tabia yake. Tulikuwa watoto 5 katika familia yetu. Mimi, Vanessa, nilikuwa na dada zangu Sofia na Brenda pamoja na kaka zangu Selemani na Bakari. Licha ya tofauti zetu za umri, tulilelewa katika upendo, mshikamano na kuheshimiana. Baba na mama walihakikisha kwamba kila mmoja wetu anapata elimu bora na malezi yaliyotujenga kuwa watu wenye nidhamu zaidi. Tangu nikiwa mdogo, nilipenda kusoma na kuzingatia yale niliyofundishwa na wazazi wangu. Sikuwahi hata siku moja kuwa mtoto wa kuleta matatizo nyumbani. Kila mara nilijitahidi kufanya yale yaliyowafurahisha wazazi wangu na kulinda heshima ya familia yetu. Pengine ndio sababu waliendelea kuniamini katika kila hatua ya maisha yangu. Baada ya kumaliza masomo yangu, nilibahatika kupata ajira katika kampuni moja zilizokuwa zikikua kwa kasi nchini. Ilikuwa ni furaha kubwa kwangu na kwa familia yangu, na huo ulikuwa mwanzo wa maisha yangu ya kujitegemea. Nilianza kupata kipato changu, kusaidia baadhi ya mahitaji nyumbani na kupanga ndoto zangu za baadaye. Katika umri wa miaka 24 tu, nilikuwa naamini kwamba maisha yangu yalikuwa yanaenda sawa. Nilikuwa na kazi nzuri, familia iliyokuwa inanipenda na marafiki waliokuwa karibu nami. Kitu pekee ambacho sikuwahi kukiharakisha maishani mwangu kilikuwa ni swala la ndoa. Niliamini kwamba siku moja ningekutana na mwanaume ambaye ningempenda kwa moyo wangu wote na ambaye angenipenda kwa dhati. Sikujua kwamba wakati mimi nikiendelea kujenga ndoto zangu, wazazi wangu walikuwa tayari wameanza kupanga maisha yangu kwa namna tofauti kabisa, yani kwa namna tofauti na nilivyokuwa nikifikiria. Bado Vanessa anaendelea kutueleza. Vanessa anasema, kadri siku zilivyokuwa zikisonga mbele, ndivyo wazazi wangu walivyoanza kunikumbusha jambo ambalo kwao lilionekana kuwa muhimu kuliko kitu chochote kile. Jambo hilo nalo lilikuwa ni swala la ndoa. Mwanzoni sikuliona kama jambo kubwa sana. Kila mara mamangu Sada aliponitania kuhusu kuolewa, nilicheka na kulipuuza. Hata babangu alipokuwa akiniambia kuwa umri ulikuwa unasonga na nilipaswa kuanza kufikiria maisha ya ndoa, nilimjibu kwa heshima kwamba bado nilikuwa najipanga. Lakini kadri muda ulivyozidi kupita, mazungumzo hayo ya kawaida yakaanza kuwa ya mara kwa mara.
Mama yangu alikuwa anapenda kusema kwamba, Vanessa binti yangu, kazi unayo, elimu unayo, unasubiri nini tena? Vanessa anasema mimi nilikuwa nikitabasamu tu na kubadili mada. Ukweli ni kwamba sikuwa napinga kuolewa. Nilitamani kuwa na familia yangu siku moja, lakini nilitaka kuolewa kwa wakati ambao moyo wangu ungekuwa tayari. Sikutaka kuingia katika ndoa kwa sababu ya shinikizo la watu au kwa sababu tu umri ulikuwa umeenda. Siku moja niliporudi nyumbani kutoka kazini, nilimkuta babangu ameketi sebuleni huku akiwa na uso wa kawaida, lakini macho yake yalionyesha alikuwa na jambo muhimu la kuzungumza na mimi. Basi baba aliponiona tu akasema, Vanessa binti yangu, njoo kae hapa mwanangu na mazungumzo na wewe. Vanessa anasema nilivuta kiti na kukaa karibu na babangu. Kisha nikaitika, nikasema, abe baba, na kusikiliza. Vanessa anasema babangu alinitazama kwa sekunde chache kabla hajaanza kuzungumza. Kisha akaanza kusema. Akasema, binti yangu, kuna familia moja nzuri sana, imeonyesha nia ya kukua. Vanessa anasema nilishtuka kidogo, lakini nikaendelea kubaki kimya na kumsikiliza babangu. Babangu akasema familia hiyo tunaheshimiana sana. Familia hiyo ina maadili mazuri na wewe utakuwa salama kwa mtoto wao. Vanessa anasema nilimsikiliza baba huku moyo wangu ukianza kwenda mbio. Kisha nikataka niseme neno. Nikasema, lakini baba. Vanessa anasema baba hakunipa nafasi ya kuongea. Baba akaendelea kusema. Akasema, ndiyo binti yangu, najua kuna kitu ambacho unataka kujitetea. Lakini binti yangu, tumeangalia na kuichunguza kwa makini sana familia ile. Huyu kijana ambaye anataka kukuoa ni kijana ambaye ana uwezo wa kujitegemea, ana biashara zake na anaheshimika pia katika jamii. Kila mzazi angependa kupata mkwe wa aina hiyo mtoto wangu. Usiache hii nafasi ipite, hii ni bahati yako. Vanessa anasema kwa mara ya kwanza nilihisi mazungumzo hayo hayakuwa ya kawaida kama yale ya siku zote. Nikasema, baba, lakini mimi bado sijamfahamu huyo mtu. Babangu akaniambia, hata usijali, mtafahamiana taratibu. Vanessa anasema maneno yale yalinigusa kwa namna ya ajabu sana. Nilimtazama mamangu, alikuwa amekaa upande mwingine wa sebule. Nilitarajia huenda angalau mamangu angenitetea, lakini badala yake alitikisa kichwa kuonyesha kuwa alikuwa anaunga mkono kila alichokuwa kikisema baba. Usiku ule sikulala mapema. Nilikuwa kitandani nikifikiria jambo moja tu. Kwa nini wazazi wangu walikuwa wameamua kunichagulia mtu wa kuolewa naye bila hata kuniuliza kama nilikuwa tayari? Kwa nini? Maswali mengi yalizunguka kichwani mwangu, lakini sikuwa na majibu. Na siku chache baadaye ndipo nilisikia kwa mara ya kwanza jina la mwanaume ambaye wazazi wangu walitaka awe mume wangu. Jina lake alikuwa anafahamika kwa jina la Abu. Sikujua chochote kuhusu maisha yake. Sikujua tabia zake. Sikujua kama angeweza kunifanya niwe na furaha. Lakini kilichonishtua zaidi ni kwamba wazazi wangu walionekana kuwa tayari wamefanya uamuzi kabla hata ya kusikia maoni yangu. Na hapo ndipo nilianza kuhisi kuwa maisha yangu yalikuwa yanaelekea kwenye njia ambayo sikuwa nimechagua mwenyewe. Bado Vanessa anaendelea kutuambia. Vanessa anasema baada ya siku kadhaa kupita, wazazi wangu waliamua kunipa nafasi ya kukutana na Abu. Kwao huo ulikuwa ni muda wa sisi kufahamiana kabla hatua nyingine kuendelea. Lakini kwangu ulikuwa muda wa mwisho wa kujaribu kuokoa maisha yangu ambayo nilihisi alikuwa anateleza kutoka mikononi mwangu. Basi siku hiyo ilifika. Tulikutana mimi pamoja na Abu katika bustani moja tulivu iliyokuwa pembezoni mwa mji. Hewa ilikuwa utulivu, ndege walikuwa wakisikika kwa mbali, lakini ndani ya moyo wangu kulikuwa na vita kubwa ambayo hakuna mtu mwingine aliyeweza kuiona. Nilimwona Abu akitembea kuelekea nilipokuwa nimeketi. Abu alikuwa ni mwanaume mwenye muonekano wa kuvutia, mtulivu na mwenye heshima. Abu alinisalimia kwa upole kisha akaketi mbele yangu. Kwa dakika chache tulizungumza mambo ya kawaida. Tulizungumza kuhusu kazi, familia na maisha kwa ujumla. Lakini kadri mazungumzo yalivyoendelea, ndivyo nilivyozidi kuhisi kwamba kama nisingesema ukweli siku hiyo, basi ningekuja kujutia maisha yangu yote. Basi nilivuta pumzi kabla ya kuanza kuongea. Nikamwambia Abu, tafadhali naomba niseme jambo. Abu akasema, bila shaka Vanessa, unaweza kuongea. Nikamwambia, Abu, nataka uwe mkweli kwangu kama mimi nitakavyokuwa mkweli kwako. Abu alinitazama kwa makini kisha akaniambia, nakusikiliza Vanessa. Vanessa anasema kabla sijaanza kuongea kitu chochote, mikono yangu ilikuwa ikitetemeka kidogo. Nikamwambia, lakini Abu, tafadhali naomba usinielewe vibaya kwa kile nitakachokuambia. Abu alinyamaza tu kimya huku akiendelea kunisikiliza. Kisha nikaanza kusema. Nikasema, Abu,
mimi sipo tayari kuolewa na wewe. Vanessa anasema uso wa Abu haukubadilika, lakini niliona macho yake yakinitazama kwa umakini zaidi. Mimi nikaendelea kusema, nikasema Abu, sipo tayari kuolewa kwa sasa hivi, na zaidi ya hapo sipo tayari kuwa mke wako. Kulitanda ukimya mzito. Nilihisi mapigo ya moyo wangu yakiongezeka zaidi. Abu akasema Vanessa. Nikamwambia hapana Abu, nisikilize kwanza tafadhali. Naomba niongee yote kisha na utakuja kuongea. Basi Abu ikabidi akae kimya. Basi mimi nikaendelea kusema. Vanessa anasema nikaanza kumwambia Abu kwamba Abu, nimekuja hapa leo kwa sababu wazazi wangu walitaka tukutane, lakini ningekuwa mnafiki kama ningekaa hapa nikikuonyesha tabasamu la uongo, wakati ukweli ni kwamba moyo wangu haujawa tayari kwa ndoa. Abu aliendelea kunisikiliza. Mimi nikaendelea kusema. Nikasema Abu, Vanessa, mimi nina ndoto zangu, nina mipango yangu, na nimeanza kujenga maisha yangu. Sijafikia hatua ya kuingia kwenye jukumu la ndoa. Nilisimama kidogo kabla ya kuendelea kuongea, naye Abu aliendelea kunisikiliza. Nikamwambia Abu, ndoa si jambo la kujaribu kama nguo dukani. Ndoa ni maisha ya mtu, na ndoa ni furaha ya mtu, ni hatima ya mtu. Bado nikaendelea kusema. Nikasema Abu, naogopa kuingia kwenye ndoa ambayo moyo wangu haujaikubali. Kwa mara ya kwanza niliona Abu akiinamisha kichwa chini, lakini bado sikuwa nimemaliza kuongea. Nikaendelea kusema. Nikasema Abu, najua wewe ni mtu mzuri. Kila mtu anayekuzungumzia anasema mazuri yako, lakini tatizo si wewe. Abu akasema kama tatizo si mimi, Vanessa, basi tatizo ni nini? Abu aliuliza kwa sauti ya chini. Vanessa anasema nilimtazama Abu machoni kisha nikamwambia Abu, tatizo ni kwamba siwezi kuilazimisha nafsi yangu kukupenda Abu. Maneno yale yalitoka moyoni mwangu. Sikuwahi kusema ukweli mzito namna hiyo maishani mwangu. Nikamwambia kama nikikubali leo kuolewa na wewe eti kwa sababu ya kuwafurahisha wazazi wangu, na vipi kuhusu kesho yangu? Kesho yangu nitaishi maisha ya maumivu, na hicho ndicho kitu ambacho sitaki kitokee Abu. Abu aliendelea kunisikiliza bila kusema neno lolote lile. Nikamwambia Abu, mimi ni mwanamke na siku moja nitakuwa mama wa watoto. Sitaki watoto wangu wakuwa wakimuona mama yao akiishi katika ndoa ambayo haikuwa chaguo lake. Nataka upendo wa kweli Abu. Nataka siku nikiolewa niingie kwenye ndoa nikiwa na furaha, na si kwa sababu eti nimeogopa kuumiza wazazi wangu. Vanessa anasema baada ya kusema maneno hayo, bustani nzima ilitulia. Basi kwa muda mrefu hakuna mtu aliyesema neno. Kisha Abu alinyanyua macho yake na kuniangalia usoni. Kwa mshangao wangu sikumwona Abu kwamba amekasirika. Abu hakukasirika kulingana na maneno ambayo nimemwambia. Hakunifokea na wala Abu hakunilaumu. Badala yake alionekana kama mtu aliyekuwa akifikiria kwa kina zaidi kuliko nilivyotarajia. Kisha akasema Vanessa, nashukuru kwa kuniambia ukweli. Vanessa anasema nilibaki nikimtazama Abu. Abu akasema, unajua mabinti wengi huwa wananikubali kwa vile nilivyo au sifa zangu zilizopo katika jamii, lakini tukiingia kwenye ndoa nahisi huwa hatarajii kuvipata vile ambavyo alitarajia kuvipata kabla ya ndoa, na baadaye huwa ananikimbia. Lakini ni bora wewe umechagua kusema ukweli mapema, na hicho kitu ndicho kilichonivutia zaidi. Vanessa anasema baada ya kusikia maneno hayo nilihisi nafuu kidogo, lakini maneno aliyofuata kutoka kwa Abu ndio alionifanya nishindwe kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Abu akaniambia, lakini kabla sijakuruhusu uondoke, swali langu ni moja tu. Nami nikamuuliza, nikamwambia Abu, ni swali gani tena hilo? Abu alinitazama moja kwa moja machoni kisha akaniambia, akasema, najua umesema mimi si mtu ambaye nafaa kuwa mume wako. Umeniambia ukweli, nashukuru kwa ukweli wako. Lakini kama si mimi, je, tayari kuna mwanaume mwingine ambaye yuko ndani ya moyo wako? Vanessa anasema swali hilo lilipiga kama radi katika moyo wangu. Kwa sekunde kadhaa nilikosa jibu la kumpa Abu. Nilishindwa kumwambia ukweli. Niliogopa huenda nikimwambia ukweli ataenda kuambia wazazi wangu, na mimi sitaki hata siku moja kuwakwaza wazazi wangu. Kwa sababu hata nikimwambia ukweli angeenda kuambia wazazi kwamba simtaki, wazazi wangu wangeniona kwamba nimekuwa mtovu wa nidhamu mbele yao. Kitu hicho ambacho nilikuwa naogopa. Nilibaki nikiendelea kumtazama Abu pasipo kumpa jibu lolote. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Kifungo cha Ndoa. Vanessa bado ana mambo mengi ya kutaka kutueleza, bado ana mengi ya kutaka kutuambia, lakini mwisho wa simulizi hii anahitaji umpe ushauri. Ni kipi ambacho
akifanye. Ili kuyajua yote haya, basi usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Kifungo cha ndoa.